asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Nikukaribisha tena katika kipindi hiki cha Hakuna Gumu kwa Mungu. Langu jina Bishop Emmanuel Sinduije, mwangalizi wa makanisa ngome ya makimbilio duniani. Nikukaribisha tena kwenye kipindi chetu hiki. Kabla yote tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ni mwema. Karibu katika majira haya, Roho Mtakatifu tufundishe. Yesu Kristo, wewe ni ngao, kiongozi wa maisha yetu. Karibu na mkabidhi msikilizaji mikononi mwako, pia kampe neema kujifunza kwa utukufu katika jina la Yesu. Amen. Ndugu msikilizaji, nikukaribishe tena leo katika kipindi chetu hiki. Leo tutajifunza tabia 5 za marafiki ambao hupaswi kushirikiana nao. Tabia 5 za marafiki ambao hupaswi kushirikiana nao. Mahusiano yana nguvu kubwa katika maisha ya mtu. Marafiki unaochagua wanaweza kukuinua na wanaweza kukuangusha. Hicho ni kitu cha kwanza ukifahamu. Mahusiano yana nguvu kubwa katika nyakati tulizonazo na katika maisha ya mtu. Marafiki unaowachagua wanaweza kukuinua au kukuangusha. Mithali 13:20, aendaye na wenye hekima atakuwa na hekima. Na Wakorintho wa kwanza 15:33, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Kwa hiyo inaonyesha kuwa marafiki huathiri maisha yako moja kwa moja, kimwili na kiroho. Na kama marafiki wanaathiri maisha yetu moja kwa moja, kimwili na kiroho, maana yake lazima tuwe makini. Katika ulimwengu wa roho mambo yanaweza kuharibika. Na katika ulimwengu wa roho marafiki si watu tu, ni mlango pia. Kwa hiyo kuna lango linaloitwa lango la marafiki. Kati ya malango yaliyobeba baraka, malango yaliyobeba neema, malango yaliyobeba kunyanyuka kwako, moja ya lango lingine ambalo lazima ulijue, katika ulimwengu wa roho marafiki ni lango. Kwa lango linaitwa lango la marafiki. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa nitakuonyesha tabia 5 za marafiki wa kuepuka. Marafiki wanaoishi maisha ya dhambi bila kujali. Kimbia, waepuke marafiki wanaoishi maisha ya dhambi bila kujali. Zaburi ya 1:1. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akuketi barazani pa wenye mizaa. Sasa mimi nataka mstari wa 1. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Na Mithali 4:14-15, usiingie katika njia ya wasio haki. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Usiingie katika njia ya wasio haki. Kwa hiyo hawa watu wanaoishi maisha ya dhambi hawajali maisha ya haki, wanavuta wengi kuingia katika dhambi. Na madhara ya kiroho, unafunga milango yako ya maisha, unafunga mlango wa maisha, unafungua mlango wa dhambi. Neema ya Mungu ndani yako inapungua. Kwa unajikuta unarudi nyuma kiroho. Unachoshirikiana nacho na hao watu wa kimwili kinajenga na kubomoa maisha yako mwenyewe. Kwa kuna watu wanatafuta chanzo cha kuporomoka mpaka kufika hapo, ni marafiki. Company. Marafiki ni lango. Hata sisi watumishi hatui na kila mtu, sio kila mtu anafaa kuwa rafiki. Hatulei kila mtu. Kuna mtu hawezi. Kwa mfano, utamlea mtu ambaye hamtaki Yesu, hawezi kumlea. Lakini tunawapenda watu wote, hatuwaamini. Namba 2, marafiki wenye wivu na mashindano ya siri. Yakobo 3:16, palipo wivu ndipo penye machafuko. Palipo wivu ndipo penye machafuko. Mwanzo 37:11, ndugu zake wakamwonea wivu. Kwa hao watu hawafurahi mafanikio yako, wanajificha lakini wanakuonea wivu. Wanajificha katika upendo lakini kwa siri wanakuonea wivu. Wanaweza kufungua mlango wa mashambulizi. Na watu hawa huleta vita katika maisha yako. Na watu hawa huleta mikwamo, mbali tu na vita, huleta kukwama kwenye maisha yako. Wanaweza kuondoa kibali kwenye maisha yako. Hiki ni kitu lazima ukae chini ukitambue na ukifahamu. Kwa sababu ndani yao wamebeba wivu na mashindano.
Kwa katika ulimwengu wa roho wanafungua mlango wa wivu na uharibifu. Na siku zote mlango wa wivu huleta uharibifu wa kuharibu vitu vyako. Kwa chunguza aina ya marafiki hao ulionao, uliowang'ang'ania. Na kwanza huwezi ukaa na rafiki kuanzia Januari mpaka Disemba, rafiki asiyekushauri kitu chochote, rafiki ambaye anakula tu vya kwako, yeye vya kwake hata kama ni shilingi 500 je kuileta. Rafiki ambaye maisha yake yote yeye ni mtu wa kuongea vitu vya mwilini, hajawahi kukushauri bwana leo mbona unaenda kanisani, hebu amka au twende kanisani. Rafiki, Biblia inasema mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Kwa rafiki uliye naye mchunguze na muangalie yukoje na anataka nini na itakuwaje na faida yake ni ipi. Kuna rafiki ana fedha lakini ana ushauri. Kuna rafiki ana fedha lakini hana ushauri. Na una rafiki hana fedha hana chochote lakini anakushauri na mambo yanaenda. Namba 3, marafiki wanao katisha tamaa na kukuona huwezi. Hesabu 13:31. Hatuwezi kupanda juu. Mithali 18:21. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Maneno yao ni hasi, ni kinyume na mawazo yako. Wanaua ndoto zako. Madhara yao ya kiroho sio madhara ya kawaida. Wanakupunguza kiimani, wanazuia maono yako, wanakuhamisha kutimia kwa maono yako, wanapunguza ndoto zako, wanapandikiza hofu. Kwa sababu maisha yao hawajawahi kukuambia maneno kukutia moyo. Kwa maneno yao yanaweza kuharibu hatima yako, kwa sababu sio maneno yenye afya. Wana maneno ambayo ni ya kuvunja moyo, maneno ya kukatisha tamaa. Hawana maneno yenye afya kwenye maisha yao. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Namba 4, marafiki wasio waaminifu. Hao tunaitwa marafiki wasaliti. Wanacheka pamoja na wewe ukiwa nao, lakini baadaye wanakupa kisogo. Zaburi 41:9. Rafiki yangu wa karibu ameniinulia kisigino. Mithali 25:19. Kumtegemea mtu asiye mwaminifu. Kaisome vizuri. Wanatoa siri zako, wanakugeuka kwa urahisi. Wanaharibu milango ya baraka. Wanaleta aibu na maumivu kwenye maisha yako. Wanaweza kufungua mlango wa maadui. Wanaweza kufungua mlango wa usaliti. Wanaweza kufungua mlango wa uharibifu mkubwa kwenye maisha yako. Hawa warafiki ambao wamebeba usaliti, sio waaminifu. Hawa wanaweza wakawa wanapenda msaada wako tu. Wapo kwao kwa ajili ya msaada. Mungu hakukupa kila mtu awe wa kwako, na sio kila mtu anaweza kukuelewa. Usipende kueleweka na kila mtu. Haukuzaliwa kila mtu akuelewe. Yesu mwenyewe mpaka leo kuna watu hawamuelewi, mpaka leo kuna watu hawataki kuokoka. Kwa haukuzaliwa kila mtu akukubali. Haukuzaliwa ili kila mtu akupende. Wakikupenda watu 20, 30, 40, 50 wanatosha. Kwa sababu wako wanaokuja kwa nia ambao wanaonyesha wana nia njema na wewe. Wanaonyesha kabisa wanakupenda, lakini wanatumia vya kwako. Lakini ukiwapa kisogo, wanavyokuzungumzia, wanakuzungumzia mpaka ukija kupata taarifa unaumia. Unashangaa, hivi ni fulani kweli, ni yeye, lakini kwa nini kafanya hivyo? Sio rafiki yako. Lazima uwe makini aina hizi 5 za marafiki. Rafiki wa aina ya 5 ni marafiki wasiopenda mambo ya Mungu. Wakorintho wa 2:6-14. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Warumi 8:7. Nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu. Kwa marafiki wasiompenda Mungu hawana njaa ya Mungu. Wanakuvuta mbali na imani. Na madhara yao makubwa ya kiroho watu, unapoanza kupoa kiroho, hawana habari. Unapoteza mwelekeo, unaanza kupenda dunia we mwenyewe, kwa sababu ulikuwa upendi movie, episode, season ya ngumi, ya story, love story.
unaanza tena sasa kupenda, unaanza kuwa mtu ambaye unapoteza hamu ya neno la Mungu, unapoteza kuomba, unapoteza Biblia. Kwa rafiki huu unaweza kukuondoa kwa Mungu kabisa. Ni aina gani ya marafiki ulio nao? Jaribu kuchunguza. Angalia hizi tabia 5, alafu chunguza marafiki ulio nao. Rafiki anayekudumbukiza kwenye dhambi si rafiki. Rafiki ambaye hapendi umjue Mungu si rafiki. Rafiki ambaye haendi kanisani kumwabudu Mungu sio rafiki. Hawapendi mambo ya Mungu, achana nao. Yaani yeye maisha yake ni uganga, maisha yake ni ilizi, maisha yake ni kutegemea akili yake. Wewe unafikiri kinachotokea kwako ni nini? Kitembea na mwizi unakuwa mwizi, tembea na jambazi unakuwa jambazi. Bwana Yesu tusaidie sana. Bwana Yesu tusaidie sana. Kwa marafiki wana nguvu ya kufunga malango au kufungua malango. Marafiki wana nguvu ya kufunga hatima au kufungua hatima. Mithali 27:17. Chuma unoa chuma. Wanakunoa na nini? Wanakunoa kwa tabia gani? Zaburi ya 119 mstari wa 63 kasome. Zaburi ya 119 mstari wa 63. Chagua watu watakao kunoa, watakao kupa challenge. Chagua watu watakao kufanya wewe uhame kutoka kwenye hatua hiyo kwenda hatua nyingine. Chagua watu ambao wanajali kuhusu Mungu, sio watu wa kawaida, watu wanaojali kuhusu Mungu. Chagua watu ambao watakupa mawazo ya kutoka hapo ulipo, mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, huko hapo. Chagua marafiki ambao ni bora, sio bora marafiki. Chagua marafiki walio bora ambao wamebeba wazo la kukunyanyua. Chagua marafiki ambao ni akili yako, ni nguvu yako, ni moyo wako. Sio marafiki ambao ukiwa na shida wanakimbia, ila ukiwa nacho wanakuwa na wewe. Bwana Yesu tusaidie sana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa lazima ufike kipindi uelewe. Chagua marafiki wanaomcha Mungu, wanaokuinua, wanaokuombea, wanaokutia moyo, wanaoishi maisha sahihi, ambao sio matapeli, sio watu wanaowaza dhambi, wanaotukana, sio watu wanaowaza vitu vya ovyo. Chagua marafiki ambao wanaweza kukubadilisha hata wewe. Yaani angalia type. Wewe sio wa lolote, sio wa chochote. Hapana. Sio rafiki yoyote, mimi yoyote atakuwa, hapana. Jaribu kuangalia rafiki nilie naye ananiongeza kwenye sehemu gani. Lazima uwe na rafiki wa kuongeza kiroho. Lazima uwe na rafiki wa kukupa challenge kwenye eneo la maisha. Lazima uwe na rafiki ambaye atakufanya uwe challenge, ukuoa, kuwa na familia iliyo bora. Hao ni marafiki. Chagua rafiki mwema. Usichague tu rafiki yote ni rafiki, hapana. Chagua rafiki ambaye anakupa challenge ya kuvuka mahali hapo ulipo, anakupa kutoka mahali hapo ulipo, anakupa kuinuka mahali hapo ulipo. Chagua rafiki ambaye ana kinywa, anazungumza mambo sahihi, anakushauri mambo sahihi. Chagua rafiki ambaye yupo kinyume na wewe. Haijalishi aliwahi kukusaidia, je kukusaidia, lakini angalia katika hizi tabia 5. Haupaswi kuwa na rafiki wa namna hiyo. Yesu tusaidie sana. Si kila rafiki ni mwema. Leo kuna watu wameanguka sababu ya marafiki. Watu leo wamefilisika. Biashara zimekufa. Ndoa zimekufa. Unalia ndoa, unalia maisha, unalia mahusiano. Ulimwambia rafiki yako yule ni mtu wangu, nenda kumuoa, akaenda kukupakazia. Kuna watu wanabeba maumivu kwa ajili ya marafiki. Kwenye biashara yako, kwenye kampuni yako, kwenye huduma yako, angalia aina ya marafiki ambao unaweza kushare nao. Angalia aina ya marafiki ambao unaweza kuwa nao. Sio kila mtu anaweza kuwa rafiki yako. Hii kusaidie, sio kila mtu anaweza kuwa rafiki yako. Kuna watu hawapaswi kuwa marafiki zako. Anayepaswa kuwa rafiki yako lazima umtazame kwa jicho la rohoni. Hauwezi kuomba, shaulisha au fuatilia ili somo vizuri. Angalia hizi kanuni vizuri na vifungu na pointi, alafu mchunguze huyo rafiki. Usimkaribishe mtu kwenye maisha yako bila kumjua background yake, nyuma yake kuna nini. Kwa nini anakupenda? Kwa nini ameomba wewe rafiki yako? Anataka nini? Nia yake ni nini? Sio kila mtu anaweza kufaa kuwa rafiki. Kuna watu wamekuja kwa ajili ya kuharibu. Kuna watu wamekuja kwa ajili ya kupindua. Bwana Yesu tusaidie sana. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Weka mkono kifuani. Sema, Bwana Yesu, nifungue macho yangu, niwatambue watu sahihi,
niondoe katika mahusiano mabaya, nipe rafiki wa kuniinua kiroho na kimwili. Linda hatima yangu zidi ya ushawishi mbaya wa marafiki. Baba, katika jina la Yesu, tamka hata tabia hii nilio nayo ilianza baada ya kumpata rafiki fulani. Angalia, imekuwa kama ngozi. Katika jina la Yesu ninaikataa hii tabia. Wataje majina marafiki zako ambao unajua kabisa hao, ninapoenda kukuombea unajua kabisa hawa marafiki ndio sababu ya mimi kuporomoka. Wataje, jifarakanishe nao. Baba, katika jina la Yesu ninamfarakanisha msikilizaji huyu na kila rafiki ambaye aliingia kwenye maisha yake kama wakala ili kumuangusha, ili kubomoa maisha yake. Reke shakaraba sikayando, katika jina la Yesu kila rafiki ambaye amemzunguka kwa siri, anampiga kwa siri, katika jina la Yesu huyo rafiki tunamfarakanisha sasa, aondoke kwenye maisha yake kwa njia yoyote, kwa namna yoyote. Hao marafiki wamuachie sasa, waondoke sasa. Okarabasika, katika jina la Yesu hao marafiki ninawaponda, waondoke sasa. Hao marafiki waondoke sasa kwenye maisha ya msikilizaji huyu, ya familia hii. Wameiangusha familia, wameangusha biashara, wameangusha kazi, ikawa sababu ya kuporomoshwa kazini. Reketeke saka rakana mashakarabako, katika jina la Yesu ninabomoa kila misingi ya giza, misingi ya uharibifu. Ninapiga kwa moto, ninaangusha kwa moto roho za kipepo, roho za kuzimu, kila aina ya marafiki wa kupotosha oribashaka, katika jina la Yesu ninafarakanisha. Nenda kutaja majina yao marafiki zako, orimashaka, jifarakanisha nao. Nafsi yoyote iliyofungamanishwa, wenda kuna agenti ameingia kwenye maisha yako, orimashaka raba, amekuja kwa nia kama ya kusaidiwa, lakini kuna roho amekuja nayo. Ninakataa afichuliwe sasa. Natuma roho ya kufichua, natuma nguvu ya kufichua, akafichuliwe huyo rafiki mbaya, akafichuliwe hao maadui zako. Okaramasika yanda barabasaka, katika jina la Yesu ninatamka uzima, ninatamka kufunguliwa, ninatamka uone sasa, macho yako yafunguke, uanze kuona sasa marafiki walio wema, katika jina la Yesu Kristo, amen. Ndugu msikilizaji, Mungu akubariki wewe uliyekuwa pamoja nami kuanzia mwanzo wa somo hili mpaka mwisho. Nikualike kushare ujumbe huu na watu wengine. Watumie linki hii na wakaribishe katika chaneli yetu. Mimi ni rafiki yako na ndugu yako. Ukitaka kunipigia ili kuweza kupata ushauri na maombi, andika namba hii, itakusaidia 0789 95 0580, 0789 95 0580. Mungu akubariki, Mungu akufunike, Mungu akufungue macho yako ukawaone marafiki wasiofaa na waondoke kwenye maisha yako. Bwana akuletee marafiki wazuri watakao kusogeza mahali. Jina la Bwana liinuliwe na kubarikiwa. Amen. Mafungo yamekatika, dhambi haina nguvu tena. Mafungo yamekatika, dhambi haina nguvu tena. Maisha yangu sasa yamefunikwa neema, sina tena hatia, nimeoshwa kabisa. Jina la